Haya, karibuni tena, na awamu hii ya pili tuwape zaidi Equity watuambie sasa namna gani tunaenda kufanya nao kazi. Awamu ya kwanza wametusikiliza, alafu awamu hii tuwasikilize wao zaidi, alafu kuanzia hapo sasa tutaendelea na maswali. Kama maswali yataibuka, tutaendelea kuwauliza, lakini ningependa hizi dakika 40 zinazofuata ziwe ni kuwapa wao zaidi ili tuwasikie sasa. Karibuni, karibuni, karibuni tena. Karibuni, asanteni kwa kujiunga. Awamu ya pili tutawapa zaidi, tutawapendelea zaidi watu wa Equity sasa, na kama kutakuwa na maswali wanatuuliza ambayo inahusu sekta ya ngozi, tutaangalia kama inaweza kujibiwa na TAREPA au watu wa wizara ya mifugo au wataalamu wengine zaidi. Wataendelea kutunani, watakuwa na address majibu, lakini sana sana tuwasikie wao kama wao kwa kiasi fulani wameshapata picha ya sekta ya ngozi, changamoto zetu kutoka kwa Mheshimiwa Katibu. Kwa hiyo karibuni, tuendelee kujiunga. Ukijiunga ili mtandao ukae vizuri, unaweza ukazima maikrofoni yako, ukazima pia na video ili kuachia internet kazi ya kuwasikiliza Equity. Sawa, tulikuwa 20 na kitu, sasa hivi tumeshafika 18. We were 27 and now we are 18. We're waiting for the few to join to make the previous number. Kufikia ile idadi tuliyokuwa, tukifika kama 25 tunaweza tukawaruhusu Equity wakaendelea. Karibuni sana. Sawa, basi tumeshavuka 70% au 80 ya tuliokuwepo mwanzo. Tuko 20 na kitu, labda kuokoa muda niwaombe Equity muendelee. Karibuni sana presentation yenu. Asante sana mkuu, tunashukuru. Alikuwa anaongea kiongozi wangu wa Kenya, labda ningeomba endelee. So Priya, here there are stakeholders from the Leather Products Association in Tanzania. And the association, as they said, they have about 150 members in the association. Within each, there are major producers, medium and small producers. So the idea here is to understand the value chain and to see where, as bank, we can be relevant to the value chain by financing in the areas where they fall short. So they have discussed with us from the beginning to up to now. They have discussed with us the whole value chain in the areas where we have seen areas where the bank can be of use. And maybe you can start by sharing with us the overview of Equity Bank in supporting the leather value chain in the side of Kenya, and how as a group you can also support us in Tanzania. And as Tanzanian team, we are really delightful to be part of this meeting. And we hope to be great partners and work together to address the challenges that are facing the value chain and be able to address, to contribute to the welfare of the people of Tanzania and Africa as well. Because when they took us throughout the value chain, we see where the value chain is connected to the smallholder farmers, where they collect the hides and the skins. And we can see where each value chain or each value chain actor, the appropriate financial inclusion throughout the way. So you can share with us in short, then thereafter we will be able to share products that can switch or the financing solution to our colleagues. Thank you.
Priya, over to you. Thank you, Teofora. I'm going to give just a very short presentation. I will speak in English, unfortunately, but Teofora will translate for me. As part of Equity Group's commitment to transforming industries and driving economic growth, we have been developing a series of webinars breaking down broader knowledge series through online engagements and physical missions designed to provide experts, facilitate partnerships, and drive investments as part of our African Recovery Resilience Program. I'm going to allow Teofora to present that in Swahili so that you understand it better. And I apologize, my Swahili is not the best, but just a brief introduction as to a summary and overview as to why the livestock leather chain and leather chain is very important to us. East Africa's meat and leather industries are critical to the region's economy. Yet many slaughterhouses and abattoirs still rely on manual processes, leading to inefficiencies, hygiene concerns, and lost revenue opportunities, both on the meat and on the hide. The mechanization of abattoirs presents a significant opportunity to enhance efficiency, improve meat quality, and drive value addition in byproducts such as leather. This webinar that you're hosting in Tanzania is part of a series that we have initiated through our group office as part of our strategy. And I'm so happy that it's bringing together all members of the value chain in Tanzania. As the Equity Group, we're bringing together a number of original equipment manufacturers that we refer as OEMs, who can help with the mechanization. As a financial institution, we're here to provide all levels of financial solutions, from digital lending solutions to the farmers, to make sure that the hide and the meat and the quality of the inputs is fantastic, all the way to CapEx financing and asset-based financing for the abattoirs who want to mechanize and become more efficient, safer, and have optimal use of the animal and the hide and the meat. And we're also finding pathways to modernizing the sector. Mechanization offers a transformative solution by improving speed, hygiene standards, compliance with food safety regulations, opening up export markets with a higher return of sale prices. Around the world, we're seeing an increasing investment in modern processing technologies, automation, and waste management systems that not only improve profitability, but also ensure more sustainable and ethical meat production, which also opens up an entire global market for export of our products from East Africa. The shift towards mechanization is being driven by global trends, advancements in technologies, all the way to AI and automated solutions, regulatory pressures by governments and international bodies demanding higher food safety and traceability standards. There are also sustainability concerns. Mechanization reduces waste, optimizes energy use, and improves overall environmental impact. This conversation you're having on abattoir mechanization is a first step to creating more jobs, skilled labor, a safer work environment, and ultimately more economic independence for the region. With that, I will hand over to Teofora to talk you through our Africa Recovery and Resilience Program. And just know that you have the support of Equity Group and Equity Bank Tanzania in supporting the value chain actors in transitioning into modernized solutions for your slaughterhouses and abattoirs. Thank you very much and have a lovely day. Asante sana Priya. Asante sana. I hope tumeelewa kidogo kwa kila ambacho amepresent, kwa sababu wengi wetu kati ya hapa tulikuwepo kwenye kikao kile cha mwanzo ambacho kilifanyika wiki iliyopita. Kwa hiyo kama kutakuwa na haja ya kutafsiri ambacho amekiongea tutaifanya. Lakini kikubwa sana ambacho alikuwa anakielezea ni intention ya Equity Bank kuweza kusupport agriculture sector in our regions. Na ameongelea kidogo kuhusu mpango mkakati wa benki ya Equity unaitwa ARP. Huu ni mpango mkakati ambapo ulikuja baada ya ile ugonjwa wa corona na vita vya Ukraine. Kwa hiyo kama benki ilikaa ikasema sisi tumekuwa tukitegemea sana bidhaa za nje, kama ambapo katibu amesema kwamba viatu vingi sana, yani matumizi ya viatu nchini Tanzania au kwenye nchi zetu za East Africa ni makubwa sana. Lakini zaidi ya 80% ya vile viatu vinakuwa imported. Kwa hiyo tunategemea sana viwanda vya nje. Kwa hiyo mpango mkakati wa benki ya Equity ilikuwa ni kuifanya Afrika iweze kujitosheleza yenyewe kwa kutumia malighafi tulizonazo. Kwa mfano ukiangalia
kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo iliamua kuchagua sekta ya kilimo kama kipaumbele namba moja, kwamba ikiwezeshwa sekta ya kilimo inakuwa imefungua milango kwenye sekta nyingine zote za kiuchumi nchini. Kwa mfano ikiwezesha wakulima, maanake unafungua milango kwenye viwanda, unafungua milango ya biashara, lakini pia unafungua milango ya viwanda kuweza kuprocess na kuexport nje. Kwa ndo mpango mkakati wa benki ya Equity. Kwa inaenda kuwezesha value chain nzima, yani kwamba kuanzia kwa watu ambao wanadili kwenye primary activities, lakini unawawezesha ambao wana process, wanaongeza value, unawawezesha ambao wanafanya trade, wanachukua zile bidhaa na kwenda kuziuza sokoni, lakini pia unawawezesha wale ambao wanafanya biashara na nchi nyingine nje ya nchi zetu. Kwa ndo ni mpango mzima wa benki ya Equity. Sasa tunafanyaje hivyo? Kwa tukija moja kwa moja kwenye sekta yetu ya ngozi, sisi tunaozalisha ngozi, tumesikia kutoka kwa katibu kwamba ngozi mnazinunua kutoka mainly, nyewe mnao process bidhaa za ngozi mnanunua mainly kutoka kwenye viwanda viwili kwa sasa, na anasema vilikuwa 10 lakini vimepungua, vimefika hadi 2. Na shida kubwa anasema ni mazingira ya financing ambayo huenda hayakuwa mazuri sana kwa hivyo viwanda, na soko alikuwa zuri, ndio maana vikafunga, vimebakia 2. Kwa hiyo mnanunua ngozi kutoka kwenye viwanda viwili, lakini hivi viwanda viwili vinakusanya ngozi kutoka kwenye machinjio mbalimbali, kwa watu wanaochinja na wengine ambao wanafanya collection ya ile ngozi, wanahifadhi, ndio wanaenda kuuza. Lakini kutokana na kukosa vifaa sahihi vya kuweza kuchinjia kuanzia pale mnyama anapochinjwa na kuchuna ngozi, kwa mmekuwa mkipata ngozi at the end of the day ambayo ubora wake sio mzuri sana kama ambao ulistahili. Lakini pia hata ile ngozi bora labda ya klasi ya kwanza imekuwa inakuwa exported kwenda nje. Kwa hiyo inayobaki nchini unakuta tunatumia ngozi ambayo kidogo haina ubora unaostahili. Kwa sasa sisi kama benki ya Equity tunaweza tukafanyaje? Hiyo ni changamoto pia, kwamba kama alivyotoka kuongea mkuu wangu hapa Priya, kwamba tukiweza kuwawezesha wenye viwanda vya uchinjaji, wenye machinjio, wakawa na vifaa bora vya kuweza kuchinja wale wanyama na kuchuna ngozi inavyostahili, lakini pia tukiwawezesha wakaa na magodown, maana hivi viwanda vyetu vinavyofanya processing ya ngozi vitapata ngozi ambayo ina quality. Lakini pia na wenyewe kiprocess vizuri, na wenyewe kama watengenezaji wa bidhaa za ngozi pia mtaweza kupata ngozi ambazo zina ubora kwa kiasi kikubwa sana. Kwa tunavyoiangalia sisi sekta ya ngozi, tunaiangalia kwa ukubwa wake, lakini pia tunaiangalia namna kila mdau kwenye hii sekta ya ngozi anaweza kupata huduma kutoka benki ambayo inaweza kachangia kwa kiasi kikubwa sana kubadilisha sekta yetu ya ngozi na ya wanyama kiujumla, yani livestock sector kwa ujumla wake. Kwa tukaenda kwenye kuongeza ajira, lakini tukaenda kwenye kupata bidhaa ambayo iko bora na inakidhi kiwango cha kimataifa, tukapata bidhaa ambayo yani itakuwa haina tofauti na ile ambayo inatoka nje. Kwa hiyo kwenye changamoto ambazo amezisema katibu, moja alisema ni mitaji. Na mitaji akasema inatokea sana wakati wa oda mnapopata kubwa. Kuna oda wakati shule zinafungua, lakini pia kuna oda wakati wa maonesho ya kibiashara. Kwa mfano kuna 77, kuna 88, viwanda vingi huwa vinapata oda kipindi hicho. Na changamoto kubwa ambayo aliweza kutuambia wakati ule, alisema changamoto kubwa huwa pia ni dhamana. Sasa sisi kama benki ya Equity tukasema, kwa sababu ngozi mnanunua kutoka kwenye viwanda viwili ambavyo vinajulikana, kwa hiyo tunaweza kuongea pia na wenye viwanda, na wenyewe tulitamani sana wawe sehemu ya huu mkutano, tukaweza kuwawezesha nyie wadau wetu, mkaweza kuwa na mikopo ya kupitia kwenye simu zenu. Kwa ukakopa mkopo kwenye simu, lakini zile fedha zitaingia kwenye akaunti yako, itaenda moja kwa moja kwa mwenye kiwanda ikiwa ni malipo ya ngozi. Kwa na wewe ukachukua ngozi pale na ukaweza kutengeneza ile bidhaa ukauza na kulipa benki ya Equity. Sasa tunaweza kufanya hilo ikiwa tunajua kwa uhakika wewe manunuzi yako, rekodi ya manunuzi yako kutoka kwenye kile kiwanda yakoje. Anatusaidia yule mwenye kiwanda kuweza kujua hizo rekodi. Lakini pia nawe tukajua, je, ukitengeneza ile ngozi, huu inachukua muda gani hadi kuja kulipa mkopo, kuuza bidhaa zako ambazo umezitengeneza. Hiyo pia na sisi inakuwa inatusaidia ili tuweze kualign sasa huu mkopo wa muda mfupi tuwe tunampa muda gani. Je, wa mwezi au wa miezi miwili au muda gani ambao atakuwa ametatua.
Lakini hii tunaweza kuifanya kama tuna makubaliano ya dhati kati ya benki na chama cha watengenezaji wa bidhaa za ngozi, kwamba tuna makubaliano. Tunapokuwa tunaingia katika ya makubaliano, tunaamini kwamba nyie wanachama wenu pia mna umoja na mna taratibu zenu, na huenda mna michango na mna kila kitu, na mna uwezo wa kumdhamini kila mmoja wenu, kwa maana kwamba akipatiwa huo mkopo, chama kina uwezo wa kumfuatilia. Ikiwa akafika sehemu akashindwa kulipa, basi chama kiweze kumfuatilia kutokana na biashara zake zote, ili aweze kulipa ule mkopo. Kwa upande wa benki, changamoto kubwa sana tunayokutana nayo, ambao wakati mwingine inakuwa ni tunashindwa kuaminiana, hadi tunataka madhamana, tunataka nini, huwa ni uaminifu wa kulipa. Wenzetu wa Kenya wako mbali kidogo, hata wamachinga wanapata mikopo ya kununua bidhaa zao za kuzungusha asubuhi, jioni wanarejesha mkopo. Kwa wametengeneza hiyo kata, na benki imeweza kuwawezesha kufanya vitu kama hivyo. Kwa kila kitu huwa kinaanzia sehemu, na sisi tukiweza kufanya sehemu yetu inaweza kutusaidia sana. Kwa hiyo changamoto ya working capital loans inaweza kuwa ni issue ndogo sana kwa benki ya Equity. Lakini pia unapokuwa na mikataba ya shule, una mikataba ya shule 2, shule 3, kuna uwezekano mkubwa sana kuja benki ya Equity na ule mkataba wako, benki ya Equity itafanya discount ya ule mkataba wako kwa kuconfirm kwa yule mwenye shule kwamba umempa order na tunaomba malipo ya huyu mteja yapite benki ya Equity. Kwa hata kama ni miezi 2, miezi 3, maana sisi tutakupa sehemu kuweza kukava zile gharama za matengenezo ya vile viatu. Ukishapeleka shuleni, wakikusanya hizo malipo yako, watakulipa kupitia Equity na mkopo utalipika. Kwa kufanya hivyo, maana tutakuwa tumefanya uwezo mkubwa sana kutengeneza soko la viatu, lakini pia tumewawezesha wadau wanaotengeneza ngozi pale chini waone thamani ya ngozi. Kwa sasa hivi kama hawapati bei nzuri, pia hata ngozi utunzaji wanaweza situnze vizuri sana, kwa sababu najua haina bei. Lakini kama wewe muuzaji, mtengenezaji wa bidhaa ya ngozi, umepata soko ambalo ni la uhakika na benki imekuwezesha, kwa vyovyote vile uhitaji wa ngozi utakuwa ni mkubwa, na wanao kusanya ngozi watakusanya ngozi ambayo inafaa kuweza kuwezesha bidhaa nzuri kuweza kutengenezwa. Lakini pia ameongelea kuhusiana na ushindani wa biashara, kwa maana kwamba bidhaa zinazotoka nje zinakuja zikiwa kwenye muonekano ambao ni mzuri zaidi kuliko bidhaa zetu za ndani. Na shida kubwa wamesema kuna mashine, wenzetu wana mashine ambazo ni nzuri zaidi, ambazo zinatengeneza bidhaa ile finishing inakuwa ni nzuri kuliko bidhaa zetu ambazo tunazitengeneza kwenye viwanda vyetu. Naamini nyie mko kwenye sekta hii kwa muda mrefu, na bahati nzuri mnatembea na kushiriki kwenye maonesho mbalimbali ya biashara, na mnaona ni mashine zipi ambazo zinaweza zikasaidia kufanya bidhaa iwe bora zaidi. Na benki pia kama alivyosema mkuu wangu Priya, kwamba kwa kushirikiana na wadau na viwanda tofauti vya ngozi, hata vya Italy, tumeandaa kongamano ambalo litafuata kama baada ya mwezi hivi. Wadau wa kutoka Italy pia wana uwezo wa kuja na kuona, na ili kuweza kuleta ile knowledge pia iweze kufika kwa wadau wetu. Kwa hiyo benki pia ina uwezo wa kuweza kuwawezesha mkakopeshwa mashine ambazo ziko bora, ambazo zitaenda kutengeneza ambayo bidhaa ni bora, mtu akiivaa aone haina tofauti na ile ambayo inatoka nje. Lakini pia na sisi tuwe proud kwamba tuna bidhaa kama Tanzania ambayo inakidhi viwango vya kimataifa. Lakini zaidi kwamba benki ya Equity imewezesha Tanzania kuweza kufikia pale. Manake tukifikia kile kiatu kama katibu alivyosema, manake wafugaji watakuwa na wenyewe wamenemeka kwa kuuza ngozi, lakini pia tutakuwa tumetengeneza ajira, lakini tutakuwa tumeongeza mapato ya taifa, mapato ya wenyewe wafanyabiashara, mapato ya mfugaji, mapato ya waajiriwa ambao wataajiriwa, mapato ya benki, wote tunakuwa tumewezesha. Just tuko kuwawezesha nyie kama wadau. Kwa hiyo tunaamini kwamba nyie watengenezaji wa bidhaa za ngozi mnaweza kuwa ni chachu kubwa sana ya kubadili sekta ya ufugaji Tanzania. Yaani kwa nyie tu kuhitaji ngozi ambayo ni bora na mazingira yakatengenezwa kupata ngozi bora, manake hata machinjio yatakuwa na mashine ambazo mashine ambazo ni nzuri, zinafaa kwa ajili ya kutoa ngozi ambayo ni bora. Kwa hata nyama itakayopatikana ambayo inaingia sokoni pia itakuwa ni nyama bora zaidi, ambao pia inaweza kukidhi vigezo vya export. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niseme benki ya Equity tuko tayari kabisa kushirikiana na nyie
na tunawakaribisha sana, na network yetu kwa Tanzania tuna matawi 7 katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini tuna matawi mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma, Mbeya, tuna Kahama, tuna Mwanza, tuna Arusha na Moshi na Zanzibar. Kwa maeneo yote hayo tuna matawi ambao pia tunaamini kama nyewe wadau pia mnaweza mkaa kwenye maeneo hayo. Lakini pia tuna mawakala ambao wanatusaidia. Tuna wakala zaidi ya 6,000 ambao wako nchi nzima ya Tanzania, ambao wanatusaidia kuweza kufikisha huduma za kibenki kwa wateja wetu. Lakini kama grupu pia, manake hatukusema pia, kama grupu ya benki ya Equity tuko kwenye nchi 6. Tuko kwenye nchi 6, yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Congo, South Sudan na ofisi ya uwakilishi Ethiopia. Kwa hivyo kama benki ya Equity, sisi staff ambao tuko Tanzania tunapata faida sana ya uzoefu, kubadilishana uzoefu kutoka nchi moja hadi nyingine. Yaani kama saizi tunajifunza, wenzetu Kenya ameweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa sana sekta ya nyama na mazao yake yanayofanana na nyama na sekta ya ngozi. Je, wenyewe wamefanya nini? Kwa hiyo kile tunachojifunza Kenya ndicho ambacho tunakuja kukiapply na sisi hapa Tanzania ili kiweze kutusaidia kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba nishie hapa, labda kama kabla sijakaribisha timu yangu kutoka benki ya Equity, kama kuna chochote nilichokiacha ambacho mngependa muongezee, karibu, naomba muongezee. Naamini nilikuwa nasikika. Asanteni sana. Asante sana, ulikuwa unasikika vizuri kabisa, na kushukuru sana, na baadaye tutakaribisha maswali. Lakini nimefurahi kusikia kwamba mko katika nchi nyingi na mmeshafanya hayo mnayotaka kuyafanya Tanzania katika baadhi ya nchi ambazo mna operate. Labda wakati tunasubiria maswali na timu ya Equity, kama una la kuongezea, nipende tu kukuuliza, kwa sisi watengenezaji wa bidhaa za ngozi huko Tanzania tulivyotapakaa sehemu tofauti tofauti, kila mtu ana biashara yake, ana brand yake, na nadhani pia na nchi nyingine ni hivyo, ni kitu gani kingine inabidi kukifanya katika taasisi yetu ya Talepa ili tuweze kupata hizo products za Equity Bank na kufanya nanyi kazi? Je, wakati mnaingia Kenya au mnafanya kazi Kenya na nchi nyingine? Mkuu, unaona network upande wako inakatakata kidogo, hatukusikii vizuri sana. Sijui ni upande wangu au na wengine. Naomba weke mic jirani na mdomo. Asante, hapo mnanisikia? Ndio, nasikika. Kuna mvua kidogo, nadhani na tatizo. Kwa ufupi niseme tu, ni namna gani mnahisi sekta ya ngozi Tanzania au watengenezaji wa bidhaa za ngozi Tanzania wamekaa staili fulani tofauti na nchi nyingine ambazo nyewe mmefanikiwa kufanya nao kazi, na mnatushauri sisi tukae katika fomu gani au namna gani ili tuweze kunufaika na bidhaa zenu za kibenki? Asante sana. Asante sana. Hapa nilipo pana mvua, lakini sijui kama nasikika vizuri. Naamini nitakuwa nasikika. Unasikika. Kikubwa kama ambavyo nimesema kwamba kwa kiasi kikubwa sana kwa benki ya Equity kuwepo kwenye nchi zaidi ya moja inatuwezesha sana sisi wafanyakazi kuweza kubadilishana utaalamu kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa mfano tukiongelea sekta ya mifugo, livestock, ambao na sisi wa ngozi tunaingia bomo kwenye sekta ya mifugo, kwa sababu ngozi bila mifugo huwezi kuwa nayo. Kwa hiyo tukiangalia kwa nchi kama wenzetu Kenya, sekta ya mifugo, kwa ng'ombe tu peke yake, labda tutolee mfano wa ng'ombe. Kwa ng'ombe, benki ya Equity imewawezesha kuanzia wale wanaofuga ng'ombe wa maziwa na wanaofuga ng'ombe wa nyama. Kwa wanawezeshwa kupewa mikopo ya kunenepesha wanyama, wanawezeshwa kupewa mikopo ya kujenga investment kama majosho na nyumba, yale majosho, lakini pia na nyumba za kudumu za wanyama, yani kwamba niseme mabanda ya kisasa kwa ajili ya mifugo yao. Kwa wakulima ambao wako nchi kama Kenya, wana uwezo kukopa hela benki kwenda kununua mifugo, wana uwezo kukopa hela benki kwenda kwa ajili ya kunenepesha wale wanyama wao, lakini pia na kuwapa chanjo zinazostahili. Lakini pia wakifika sehemu wanauzwa, kwa maana ya machinjio mengi wamewezesha pia yawe ya kisasa, kwa maana yana zile equipment ambayo yanaiwezesha to the end of the day ngozi inayotoka iwe ni ngozi ambayo inakidhi vigezo. Kwa maana yake wamewezesha
vile vifaa kupitia mikopo, ambacho na sisi tunasema kwa huku Tanzania tuna uwezo, kwa sababu tumeshaanza engagement na bodi ya nyama na wameshatuambia hilo ni tatizo kubwa sana kwa Tanzania, na tunaona namna ambavyo tunaweza tukawezesha machinjio yakawa na vifaa vya kisasa vya uchinjaji ambavyo vitasaidia kupata ngozi ambayo iko bora. Kwa eneo hilo pia tumejifunza, tumeona nafanya kazi na huku kwetu tunaona linaweza kufanya kazi. Lakini wenzetu pia wamekuwa ni wanunuzi wazuri wa ng'ombe yani live animal kutoka huku Tanzania. Amekuwa kinunua sana. Ile ng'ombe wanaoinunua toka Tanzania wanachinja, wana export kwenda nchi nyingine. Kwa maana yake ni kwamba wana export kutokana na exposure ya soko walionayo, utaalamu wa soko, lakini pia wana export kutokana na ubora wa nyama wanaoifanya. Sisemi Tanzania viwanda vinavyofanya hivyo havipo, vipo. Kuna viwanda vikubwa ambavyo vinachinja, lakini kwa wingi wa uhitaji wa ngozi na machinjio tulionayo, bado utakuta machinjio mengi tulionayo hayana vifaa vya kisasa vya kuwezesha kupatikana kwa ngozi bora, ambao pia kwa Tanzania tunaona ni eneo ambalo tunaweza tukafanya kwa kiasi kikubwa sana kama benki ya Equity kuweza kufanya hivyo. Lakini pia wamewezesha kwenye wadau wa ngozi wanaotengeneza viwanda vya ngozi kwa Kenya, pia wamewawezesha kwa kupitia mikopo ambayo nilikuwa nikiisema hapo, kwamba kuna wale ambao wananunua ngozi on regular basis kutoka kwenye viwanda kama Tenary kama alivyosema, ambao wamewezesha kupata mikopo kwenye digital tu ya muda mfupi. Lakini wale wenye tenda, anakuja na tenda yake, benki ina discount ile tenda na kumpa working capital kwa wakati husika, anamaliza tenda yake, akilipwa ndipo ambapo mkopo unalipwa. Lakini pia benki inawezesha vifaa kama ambavyo nimekwisha kusema. Kwa sisi tunaona tunakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwahudumia kutokana na utaalamu ambao tunajifunza kutoka kwa wenzetu na kuweza kuona namna ambavyo tunaweza tukautumia katika mazingira yetu. Kwa kikubwa ndio tunatamani kwamba tufahamu sekta vizuri ni nini kinahitaji, lakini na sisi mfahamu kwamba kuna benki ya Equity ambayo ina support sana kilimo na vipengele vyake vyote, na nyie kama wadau wa Kitanzania muone namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi pamoja tukatatua hizi changamoto ambazo ziko mbele yetu. Asante sana. Asante. Kuna swali kutoka kwa Rosaline hapa, anauliza kuhusu utaratibu wa mkopo ikoje, na pia dhamana. Nimesikia mpaka wafanyabiashara wadogo wanakopeshwa. Unaweza ukazungumza pia kidogo kama sekunde 30 kumjibu Rosaline? Asante. Imani kama upo naomba ongelee kidogo hapo. Imani, tuna meneja wetu wa mikopo yuko hapa kutoka Makao Makuu. Alikuwa amejoin. Imani, karibu kama upo. Kama bado upo. Pia wengine kama mna maswali mnaweza mkaenda sehemu ya chati pale wakati tunamsubiria meneja mikopo aweze kuzungumza, mkarusha swali lenu. Imani, tutaweza kumuuliza. Naona bado hajatayari. Labda niseme tu kwa kawaida taratibu za mikopo zinazojulikana kwa kawaida ziko za msingi sana, huwa ziko 3. Huwa mteja awe na biashara ambayo ina uwezo wa kulipa mkopo. Hiyo huwa ni kitu cha msingi sana, kwamba biashara iwepo na ina exist na ina uwezo wa kulipa mkopo, na huyu mteja ana uzoefu angalau wa zaidi wa mwaka mmoja, kwa sababu ukikopa mkopo uende kwenda kuanzishia biashara ambayo ni mpya, uwezekano wa zile fedha kuzama huwa ni mkubwa sana. Kwa tunataka biashara iwepo na mwenye biashara walau awe na zaidi ya mwaka mmoja. Cha pili, tunataka mfanyabiashara awe na dhamana. Sasa tukisema hapa dhamana, huwa kuna aina nyingi sana ya dhamana. Kutokana na changamoto ya dhamana ambazo zipo sokoni, ambazo zimewafanya kwa namna moja au nyingine wateja wasiweze kufikiwa na huduma za kibenki. Kwa hiyo benki ya Equity tulikuja na namna tofauti ya kuweza kufanya biashara na wafanyabiashara ambao hawana dhamana. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunatumia MOU na umoja wao. Kwa mfano nyie ni umoja wa mnao process bidhaa za ngozi. Kwa tukitumia MOU, maana yake tunaamini kuna makubaliano ambayo tunakuwa tumeyafanya ambayo at the end of the day yanaweza kumbana yule mkopaji akaweza kurudisha mkopo wake. Lakini kwa kawaida dhamana ambazo zinakubalika huwa ni nyumba yenye hati, huwa ni pesa, mtu anaweza kaweka pesa benki ikawa ni dhamana yake ya mkopo, lakini pia huwa ni mkataba ambao kama na mkataba na tenda ya kutengeneza vifaa. Kwa ule mkataba unaweza kutumika pia kama dhamana ya mkopo wake, ya mkopo, yani dhamana ya kuweza kupata mkopo kutoka benki. Kwa
Kwa dhamana pia huwa ni kigezo muhimu. Of course tunapokopesha tunakopesha fedha ambazo ni za watu ambao wameweka hela zao benki, na sisi tunasimamiwa kwa karibu sana na benki na benki kuu kuhakikisha kwamba fedha zinazotolewa zinatolewa kwenye mazingira ambayo yamelindwa na amehakikishiwa kwamba fedha zitarudi. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo benki kuu inatoa, lakini kutokana na mazingira au hali halisia, sisi kama wafanyabiashara tunaona hali iliyoko sokoni na tunaona namna gani tunaweza tukashirikiana na wadau kama chama kikaweza tukakubaliana tutakuwa na 1, 2, 3 ili kumwezesha mtu aweze kuhudumiwa, lakini pia aweze kulipa mkopo wake. Kwa kifupi ni vitu ambavyo tunaviangalia, kwa ni biashara ni dhamana, lakini pia anapaswa kuwa na account ambako anakuwa anatumia kuweka marejesho yake. Kwa sababu wakati mwingine tukitaka kuangalia, je, hii biashara imo inafanya kazi na faida, kama huna taarifa zozote ambazo unaziweka, inatuia ngumu sana sisi kuweza kujua biashara yako. Kwa hiyo kifupi ni hivyo. Asante sana, asante. Karibu Mwanaidi Chilo, alafu baadaye pia mtaalamu wetu kutoka Equity utatuzungumzia kwa wale ambao wana mkopo kutoka benki nyingine mnawasaidiaje. Lakini nadhani kwa haraka haraka ni kwamba biashara ikiwa inakopesheka na nini, kama alivyotuambia, unakuwa umeshapata vigezo vya ukisikiliza au ukachukua hizo point alizozisema, tayari utapata jibu ya hili swali jingine. Karibu Mwanaidi. Asante sana wawezeshaji wetu kwa mada nzuri, japo nilichelewa. Nahisi kama amepotea, naona mimi kwangu simsikii. Karibu Mwanaidi. Huyu anaongea nadhani kutoka Tantrade, mamlaka ya biashara, masuala ya biashara, atajitambulisha zaidi. Karibu. Halo Mwanaidi Chilo, unatusikia? Naona amepotea. Wakati tunamsubiria ingie mtujibu kuhusu hilo swala la watu ambao tayari wana mikopo mabenki mengine, utaratibu wake wago unakuwa vipi? Kama na mkopo benki nyingine, kwa kawaida huwa tunakaa tunaongea na tunaweza kuchukua ule mkopo tukalipa kule tukamhamisha akaingia benki ya Equity. Lakini kikubwa sana mikopo yote jamani, siku hizi kila mkopaji hata ukikopa songesha inaingia kwenye database ya wakopaji. Hata ukibadilisha line lakini bado taarifa zako zinakuwa zipo. Kwa ni vizuri sana tunapopewa nafasi ya kukopa tukakopa na kuweza kulipa. Inatujengea historia ya tabia njema ya ukopaji na kurejesha mikopo. Na sisi tukimpata mteja ambaye ana mkopo sehemu nyingine, wakati mwingine watu tunafurahia kwa sababu tunajua huyu ana uzoefu wa hela ya mikopo, ana uzoefu wa hela ya benki. Kwa sababu unapomkopesha mtu mara ya kwanza, wakati mwingine ni ngumu sana. Unajua mtu ukipata hela kwa mara moja, inawezekana katika mmoja wenu asiwepo mwenye hiyo, lakini sisi tunakopesha watu kutoka sehemu mbalimbali. Mtu akikopesha hela unakuta amechanganyikiwa, anafikiri kwamba ile hela yote ni ya kwake, anaenda kufanyia vitu vingine. Alitaka kutengeneza viatu kwa mfano, anaenda kununua nyumba, ananunua gari au ananunua chochote. Kwa mazingira kama hayo ni rahisi sana hiyo fedha ikashindwa kulipika. Kwa hiyo mtu mwenye mkopo kwetu sisi watu tunaona ni added advantage kwa sana kuwa na uzoefu wa kukopa na kulipa mikopo sehemu nyingine. Ila tukumbuke tu ukikopa jitahidi sana kutimiza ule wajibu ambao umekubaliana na benki, na ukiona imefika sehemu unakwama uambie benki ni advance, bwana naomba tufanye makubaliano haya ili aniwezeshe mimi kuweza kulipa mkopo. Asante. Asante sana. Karibu, wakati tunasubiria Mwanaidi Chilo, karibu katibu timu uweze kusema jambo. Naona umenyosha mkono. Karibu, tuna dakika 5 kabla ya session yetu haijakata. Karibu bwana Timo, ngoja nikutolee mnani hapo uweze kuongea. Karibu. Wale wanakopeshwa ili waweze kununua mashine, kama
utaratibu huo ukoje? Maana yule mtu pengine anapewa muda fulani, anapewa muda gani ili aweze kuendesha, au anapata utaratibu wa kawaida? Na nyingine swali la pili la haraka ni kwamba kuna benki nyingine zinatambua mkopo ulionao, haziununui ule, wao wanakukopesha kwa sababu washastadi ile Of course swali la pili sijakusikia vizuri sana, nani network inakatakata, lakini swali la kwanza kwenye kununua vifaa, muda wa kulipa yani unaendana sana na uwezo wako wa kufanya biashara. Yani huwa tunaenda hadi miaka 5. Kwa hiyo inaweza kukaa kuanzia miaka 3 hadi miaka 5 hapo. Kwa uwezo wako wa kufanya biashara ndio utakao tusaidia sana tuweze kusema kifaa chako unachotaka kununua unaweza ukalipa ndani ya muda gani, lakini miaka 5 wani at least the maximum ambao tunaweza tukaenda nayo. Sasa swali la pili sijakusikia vizuri sana, naona ilikuwa network inakatika, lakini kwa vile muda unafika mwisho pia nilikuwa naomba niwakaribishe sana katika benki ya Equity, lakini kwa viongozi nilikuwa naomba kama ikiwapendeza tufanye makubaliano ya kuona namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi pamoja, ila kwa mmoja wadau mmoja hata kabla hayo makubaliano benki ya Equity iko tayari kuwahudumieni. Matawi yetu kama nilivyotaja huko mikoani, lakini kwa Dar es Salaam tuko Tegeta, tuko Mwenge, tuko mjini hapa Posta, tuko Nyerere Road, tuko Mbagara, tuko Temeke. Ndio sehemu hizo ambazo tuko kwa Dar es Salaam, lakini pia na Zanzibar. Kwa hiyo mnakaribishwa sana kuweza kushiriki pamoja na sisi. Tena uliongelea kuhusu mnatambua taarifa za miamala ya kifedha ya mitandao ya simu na mabenki mengine kama taarifa za kibiashara? Maana wafanyabiashara wengi wanatumia simu katika tunaitambua hiyo mitandao yani kupitia simu, maana simu saizi ni sehemu pia ya kufanyia malipo ambayo inaaminika. Kwa kupitia simu na kupitia akaunti za benki nyingine tunatambua pia kwamba hiyo ni sehemu ya biashara ya mteja. Asante sana. Mwanaidi Chilo umeingia, tafadhali naomba useme jambo, tuna dakika 2 kutoka Tantrade. Hello Mwanaidi, kama upo hewani naomba useme jambo, nimeona umeingia hapa. Yaani network inamsumbua, anaingia na kutoka, anaingia na kutoka. Karibu Mwanaidi, uweze kuendelea. Mbona umeingia hapa? Mwanaidi Chilo, unaweza ukaendelea kama unatusikia. Mwanaidi kutoka Tantrade, nadhani ana changamoto ya mtandao. Karibu Mwanaidi, kama unanisikia. Labda tunaweza mtanipa contacts, naweza nikaongea naye nje ya huu mkutano, tunaweza tukaongea naye na tukaline, kwa sababu tayari tuna mawasiliano na nyinyi viongozi. Kwa hiyo tunaweza tukaongea naye kwa sababu naona muda na wenyewe nakimbia. Asante. Kwa hiyo kupitia kwetu tunashukuruni sana na tunatamani kufanya kazi na nyie ili kuweza kuleta mabadiliko chanya kwenye sekta ya livestock. Tunaamini kwa kupitia kwenu tunaweza kabisa kuwafikia hadi wafugaji na kubadilisha kabisa mtazamo wa sekta ya nyama na ngozi nchini Tanzania. Kwa tunawakaribisha, karibuni kwenye matawi yetu, mtaweza kuhudumiwa. Na hapa tuna wadau wa mikopo kama nilivyosema, kuna wadau wa biashara, kuna mdau wa makao makuu group. Kwa sisi tunawakaribisheni sana. Asante sana, niwashukuru wote mlioweza kuhudhuria. Kikao chetu ndio kinaenda mwisho sasa, na tumeshasikia mengi kutoka katika benki. Nadhani kikao chetu kimefika mwisho, na tutaandaa tena kikao kingine pale itakapojiri ili tuweze kuendelea na maongezi zaidi, hatimaye tuweze kufaidika na benki ya Equity Bank na huduma zake. Asanteni sana kwa ushiriki wenu na kazi njema. Asante sana ndugu mwezeshaji, tunashukuru. Asante mwezeshaji, asante sana. Asanteni sana. Asante.